Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Cherehani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote, utaratibu tuliojiwekea kama taifa kwenye masuala ya afya ni kuchangiana kwenye vitita mbalimbali ambavyo vinatolewa kama ambavyo vimeainishwa katika bima mbalimbali. Kwa wale ambao wanakuwa nje ya utaratibu wa bima ya afya kwa wote, ndio ambao huwa wanakutana na changamoto ya kutakiwa kuchangia pale wanapofika katika hospitali zetu. Mheshimiwa Spika, niweke wazi kwamba hawa niliowataja wanaotakiwa kuchangia ni nje ya wale ambao wamesamehewa kisheria, wakiwemo watoto wa chini ya miaka 5, akina mama wajawazito, wazee, pamoja na wale ambao wana magonjwa ya mlipuko. Nitoe tu maelekezo kwa Wizara ya Afya kuzingatia viwango vile ambavyo vimeainishwa na serikali kwa mujibu wa sheria zetu ambazo kwa mujibu wa kanuni zetu ambazo zinalinda viwango hivyo ili Watanzania waweze kupata matibabu na waweze kumudu matibabu. Hata hivyo, kama mtakavyokumbuka waheshimiwa wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Afya alielezea hivi karibuni kusudio la serikali kutunga sheria itakayolinda hivi viwango ili kuepukana na kila halmashauri ama kila mkoa kuwa na viwango vyake. Nielekeze Wizara ya Afya kuharakisha utaratibu huo ili sheria iweze kutungwa ili kuweza kuwa na viwango ambavyo vinaeleweka na viko sambamba katika maeneo yote, kuepukana na kila zahanati ama kila kituo cha afya ama kila hospitali kuwa na viwango vyake, na pengine maeneo mengine viwango kuwa vikubwa zaidi vinavyosababisha Watanzania washindwe kumudu matibabu kwa uharaka. Kwa lile la mifumo, kama ni masuala ya uzembe tutayafuatilia kwa ukaribu ili pasiwepo na visingizio ambavyo vinasababisha Watanzania wachelewe kupata matibabu kwa sababu ambazo zinaweza kuzuilika. Na kwa yale ambayo ni genuine ya kimfumo, naelekeza taasisi zinazohusika kufanyia kazi ili pasiwe na malalamiko haya mara kwa mara, kwa sababu masuala ya matibabu hayapaswi kusubiri. Mheshimiwa Nancy Hassan Nyalusi.